Kutoka mkoani Kigoma nchini Tanzania. Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Kigoma hii leo mapema asubuhi ililazimika kusogeza mbele usikilizaji wa maombi ya nyongeza ya muda wa kuwasilisha maelezo ya mashahidi wa walalamikaji katika kesi ya uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini kutoka saa 6 kamili mpaka saa 8 kamili mchana wa leo wa siku ya Alhamisi ya Juni 18, 2026. Sasa kesi hiyo ya uchaguzi namba 28949 ya mwaka 2025 imefunguliwa na wananchi wanne: Johari Kaborou, Lum Mwitu, Pendo Kombolela na Luma Aklimari dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, mbunge wa jimbo hilo kwa maana Clayton Revocatus Chipando maarufu kama Balevo, pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali kwa maana ya Attorney General AG. Walalamikaji hao wanapinga ubunge wa Balevo aliyetangazwa kushinda kiti hicho katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, akimzidi mpinzani wake mkubwa kutoka chama cha ACT Wazalendo, mbunge wa zamani wa jimbo hilo na kiongozi wa zamani wa chama cha ACT Wazalendo Zito Zuberi Kabwe. Sasa baada ya kusogeza mbele, baadaye mchuano wa mawakili ulianza, ambapo mahakama hiyo ilianza kwa ajili ya kuanza kusikiliza maelezo ya kina na kuona namna gani inavyoweza kuchukua hatua stahiki na maombi ya madogo ambayo yaliokuwa yamewasilishwa. Sasa pamoja na mambo mengine, nini hasa ambacho kilichokuwa kimekaa nyuma ya pazia? Baada ya mvutano wa kisheria na majibizano ya mawakili wa pande tatu. Hapa tunazungumzia mawakili wale wanaowakilisha waleta maombi wakiongozwa na wakili msomi John Seka ambaye pia ni rais wa zamani wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, lakini pia mawakili wa Balevo, maana yake mawakili binafsi, na wale mawakili wa serikali ambao kwa ujumla wanawakilisha upande wa mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi yani INEC. Tumezungumza kwa njia ya simu na wakili John Seka kujua kile kilichojili kwa siku ya leo na kitu gani hasa ambacho kimepelekea kukwamisha kuanza kwa usikilizwaji wa mashahidi kama ilivyotarajiwa hii leo. Na hapa anafafanua kinaga ubaga, lakini anaeleza ni nini hasa ama ni lini hatua ya usikilizaji wa kesi hiyo itaanza. Salama bwana kwako. Salama bwana, mimi naitwa Raidhani bwana wa Royal TV Dar es Salaam. Ndio. Pole bwana wa jukumu. Najua uko Kigoma. Ndio. Sasa angalau unajua mmekuwa na siku ndefu na nini, lakini tutaka tupate belief ya kesi yenu ambayo imeendelea leo huko. Nini ambacho kimejiri kwa kutwa nzima leo? Okay, kwa leo kulikuwa imepangwa kusikilizwa kuanzia saa 6. Halo? Yeah, nakusikia, endelea tu kiongozi. Okay, kwa mpango kuanza kusikilizwa saa 6, lakini jana tuliwasilisha mbele ya mahakama maombi madogo ya haraka ya kuomba kuongezewa muda wa kufaili au muda wa kuwasilisha mahakamani ushahidi wa maandishi ya walalamikaji, kwa sababu muda uliokuwa umetolewa na mahakama ulikuwa ni mdogo sana, chini ya masaa 18, na hatukuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na maombi madogo, ndio tuliyasikiliza kuanzia, baadaye tukaona kwamba yasikilizwe kuanzia saa 8, kwa tunasikiliza kuanzia saa 8 mpaka jioni hii. Na baada ya kusikilizwa, mahakama imekubaliana kwamba waleta maombi ambao ni walalamikaji kwenye kesi ile shauri la uchaguzi wana sababu za msingi za kuomba muda uongezwe. Kwa hiyo mahakama imeongeza muda wa kufaili na imesema sasa shauri la msingi litaanza kusikilizwa tarehe 6 mwezi Julai. Ndio shauri la uchaguzi litaanza kusikilizwa. Kwa mujibu wa kwa utaalamu wa sheria na wale ambao kimsingi wanakufuatilia maombi haya sasa ambayo mlikuwa mmeomba, nini hasa ambacho mlichokuwa mnakiomba? Mlikuwa mnaomba muda wa ziada ama kuna jambo lingine la ziada ambalo mliyapandanisha kwenye maombi yenu? Ni muda tu wa ziada, kwa sababu kwa mujibu wa maombi muda uliokuwa umetolewa na mahakama usingetosha kuandaa mashahidi 20 na kuwapa waweze kuandaa, sababu ushahidi unatolewa kwa maandishi. Kwa muda ulikuwa wa siku moja uliotolewa haukuwa unatosha.
Kwa hiyo ili kuweza kutenda haki, ni dhahiri kwamba kulikuwa na haja ya kutoa muda mrefu zaidi wa kufanya maandalizi ya kuandaa mashahidi, maana lazima uwakusanye lazima uwakusanye, uwasikilize, alafu utengeneze ushahidi wao. Pengine kwa mujibu wa wateja wako na kuwakumbusha tu wa Tanzania, madai ya msingi ya wateja wako ni yapi hasa kwenye kesi hii ambayo imegusa hisia za wengi kweli kweli? Madai ya msingi ni kwamba uchaguzi wa Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, haukuwa huru na haki, kwa sababu kulikuwa na, kwanza, msajili wa vyama vya siasa kutozingatia sheria ya kuendesha uchaguzi. Lakini ukiacha hilo, kulikuwa na vitendo vya rushwa, kulikuwa na vitendo vinaitwa vitendo haramu vilivyokuwa vinafanyika kwenye uchaguzi, lakini kulikuwa na kupandikiza chuki za udini na kuleta kauli chochezi zinazodhalilisha watu, hasa kumuhusu Zitto Zuberi Kabwe. Kwa hiyo hayo ndiyo malalamiko, kwamba kama hayo yangeepukwa, kungekuwa na uchaguzi ambao ni huru na haki. Kwa hiyo hilo ndio limekuwa lalamiko kuu, na ndio hoja ambazo mahakama ingependa kuzisikiliza kabla ya kufanya uamuzi wa kumwondoa kwenye ubunge au kumbakisha Baba Levo. Kwa sasa una kipi cha kuambia wa Tanzania na hasa wafuasi pengine wa ACT Wazalendo ambao wengi wao wana matumaini makubwa na hoja zenu ambazo mnaenda kuziwasilisha mahakamani? Watu ombee tuweze kuwasilisha ushahidi wetu wa maandishi, ushahidi wa wateja wangu, alafu waombe tuwe na afya njema ili tuweze kuhudhuria mahakamani na kutoa ushahidi huo na vielelezo vilivyoko. Alafu baada ya hapo tutasikiliza, maana tukimaliza sisi, upande wa Baba Levo nao watakuja na ushahidi wao na maelezo yao kwenye vitu mbalimbali ambavyo tutakuwa tumevilalamikia, na upande wa serikali nao watakuja na watakuwa na nafasi yao ya kusema ya kwao, hasa kuhusu malalamiko ya kukiukwa kwa sheria na taratibu za uchaguzi. Alafu tutaiachia mahakama ifanye maamuzi kutokana na uzito wa ushahidi uliopo. Nikushukuru sana. Kwa kubwa zaidi ni maombi tu. Nikushukuru sana, nikutakie pia kila laheri. Asante sana, na nyie pia.